Bwana Yesu asifiwe sana. Ninakusalimu katika jina la Yesu Kristo. Kwa majina yangu naitwa Pastor Gibson Elizeus. Ninamshukuru Mungu kwa neema yake ya ajabu ambayo ametujalia tena katika siku hii leo. Tunaweza kukutana hapa na leo ninao ujumbe mfupi wa kushare na wewe mtazamaji wa channel yetu ya Gibson Elizeus TV. Ujumbe unapatikana kwenye kitabu kile cha Nehemia sura ya 1 na ya 2 na sura ya 6. Sura ya 1, sura ya 2 na sura ya 6. Ujumbe unasema unasongwa na nini? Labda nikuulize na wewe mtazamaji wangu kwamba unasongwa na nini? Kusongwa ni ile hali ya kusikia kuumia ndani ya moyo, kuteseka kwa ajili ya jambo fulani, kukosa amani kwa ajili ya jambo fulani. Yaani kule kusikia kuhangaika moyoni kwamba kuna jambo fulani unalihangaikia, linakuumiza, unatamani ulipate, unatamani litimie, unatamani liweze kutokea, liwe lako. Kwa mfano, binti au kijana anapokuwa kwenye harakati za kuchumbia, anapokuwa anamchumbia binti fulani, ndani ya moyo wake anakuwa anasikia kusongwa. Ndio maana anakuwa yupo tayari hata kuuza kama ni mashamba, kama ni viwanja, ili apate pesa za kwenda kutoa posa kwao na huyu binti aweze kumoa. Sasa tunapozungumzia kusongwa kwenye mambo ya kimungu, wewe unasongwa na nini? Ni jambo gani linalokukosesha amani? Ni jambo gani linalokukosesha usingizi? Ni jambo gani ambalo unasikia moyoni mwako linakufanya ujisikie kuumia? Kitabu cha Nehemia sura ile ya 1 anasema habari za Nehemia mwana wa Hakalia. Ikawa katika mwezi wa Kisireu, Hanani mmoja wa ndugu zangu akanijia, yeye na watu wa uhamisho. Nikamuuliza habari za watu wa uhamisho waliosalia katika mji ule na habari za Yerusalemu. Anasema Hanani akaniambia watu waliosalia katika mji ule wamo katika hali ya dhiki nyingi na mashutumu. Anasema tena ukuta wa Yerusalemu umebomolewa na marango yake yameteketezwa kwa moto. Nehemia anasema hata ikawa niliposikia habari hizo, anasema nikaketi, nikalia, nikaomboleza siku kadha wa kadha, kisha nikafunga, nikaomba kwa Mungu wa mbinguni. Unapokuja kufika sura ile ya 2, Biblia inaeleza habari, anasema ikawa katika mwezi wa Nisani mwaka wa 20 wa mfalme Artashasta, Hanani alimtembelea Nehemia ikiwa ni mwezi wa Kisireu. Lakini hapa tunaona umeshafika mwezi wa Nisani. Kutokea mwezi wa Kisireu mpaka mwezi wa Nisani pana tofauti ya miezi 4 kwa kalenda ya Kiyahudi. Kwa hiyo baada ya kuwa Nehemia amepewa habari, ameambiwa kwamba mji wa mahali pa makaburi ya baba zake umebomolewa na malango yake yameteketezwa kwa moto, na ndugu zake waliosalia kule Yerusalemu wamo katika hali ya ziki nyingi na mashutumu, anasema Nehemia alifanya mambo 5. Jambo la kwanza anasema nikaketi, la pili anasema nikalia, la 3 nikaomboleza siku kadha wa kadha, jambo la 4 anasema kisha nikafunga, alafu la 5 nikaomba mbele za Mungu wa mbinguni. Kwa haya mambo 5, kuketi, kulia, kuomboleza siku kadha wa kadha, kufunga na kuomba mbele za Mungu wa mbinguni, Nehemia alianza kuyafanya kutoka mwezi wa Kisireu mpaka mwezi wa 5 mpaka mwezi wa Nisani. Kwa maana hiyo alikuwa mbele za Mungu kwa miezi 4. Alihangaishwa na hili jambo kwa miezi 4. Ili jambo la kusikia kwamba Yerusalemu imebomolewa lilimnyima amani Nehemia kwa miezi 4. Lilisonga ndani ya moyo wa Nehemia kwa miezi 4. Lilimfanya Nehemia ajisikie kukosa amani. Lilimfanya Nehemia ajisikie maumivu. Kila alipokuwa anakaa, anakumbuka nyumbani kwao, anakumbuka kule Yerusalemu. Nyumba imebomolewa, nyumba zimeangamizwa, nyumba ya Mungu imeharibiwa, hekalu limebomolewa na marango ya mji yameteketezwa kwa moto. Nehemia alikuwa anajisikia kuumia, alikuwa anajisikia kusongwa ndani ya moyo wake. Nakumbuka katika Nehemia alikuwa kwenye jumba la kifalme, lakini licha ya kuwepo kwake kwenye jumba la kifalme, bado alisongwa
na mambo ya nyumbani kwake. Biblia inasema lieni pamoja na wanaolia, furahini pamoja na wanaofurahi. Sasa Nehemia aliamua kulia pamoja na watu wa Yerusalemu waliokuwa wanalia kwa ajili ya Yerusalemu. Aliamua kuomboleza kwa ajili ya Yerusalemu. Hakujali kwamba mimi niko kwenye maisha mazuri, niko kwenye jumba la kifalme la mfalme. Sasa hakujali hayo. Nehemia alikuwa anasongwa ndani ya moyo wake na kuona kuta za Yerusalemu zimebomolewa na malango yake yameteketezwa kwa moto, na hii ilimsukuma aingie kwenye maombi ya kumwomba Mungu ili Mungu aweze kumpa kibali Nehemia, ili siku moja Nehemia aweze kwenda Yerusalemu, kwenda kuzijenga tena kuta za Yerusalemu kama ilivyokuwa hapo kwanza. Na kwa sababu alikuwa amejinyenyekeza mbele za Mungu kwa muda zaidi ya miezi 4, Mungu alimjalia kibali Nehemia mbele ya mfalme Artashasta. Ilipofika mwezi wa Nisan, amesimama mbele ya mfalme. Mfalme akamuuliza, hebu tukaangalia pale Nehemia sura ile ya 2 na mule Nehemia 2 na mstari wa 2. Anasema, basi mfalme akaniambia, mbona umesikitika uso wako, nawe huna ugonjwa? Ni nini hii isipokuwa ni huzuni ya moyo? Anasema, ndipo nikaogopa sana. Mstari wa 3, nikamwambia mfalme na aishi milele, kwa nini uso wangu usiwe na huzuni, iwapo mji ulio mahali pa makaburi ya baba zangu unakaa ukiwa na malango yake yameteketezwa kwa moto? Anamwambia mfalme, kwa nini uso wangu usiwe na huzuni, iwapo mji ulio mahali pa makaburi ya baba zangu umeteketezwa kwa moto, mji umebomolewa? Anasema mfalme, hapa ninaishi vizuri. Ni kweli mfalme unanijali, lakini siwezi kuwa na amani kama kule nyumbani kwetu mambo yako sawa. Anasema mfalme, kuna jambo linanisonga, kuna jambo linaniumiza moyo. Mfalme anamuuliza, una haja gani unataka kuniomba? Nehemia akaeleza wazi nia yake kwamba ninahitaji kwenda Yerusalemu nikazijenge kuta za Yerusalemu. Bwana Yesu asifiwe sana. Nisikilize, jambo gani linalokusonga? Unasongwa na nini kwa ajili ya mambo ya Mungu, kwa ajili ya utukufu wa Mungu? Ni jambo gani la utukufu wa Mungu linalokusonga? Daudi alimwambia Gadi, alimwambia yule nabii, akasema, kwa nini mimi naishi kwenye nyumba nzuri alafu sanduku la Mungu linakaa kwenye mapazia? Anasongwa kwamba anaishi kwenye nyumba nzuri alafu sanduku la Mungu wa Israeli linakaa kwenye mapazia, kwenye mahema. Anasongwa ndani ya moyo wake, akaamua kumjengea Mungu hekalu. Bwana Yesu asifiwe sana. Mtume Paulo anauliza, anasema, ninasongwa katikati ya mambo mawili. Ninatamani niende nikakae zangu na Kristo, maana ni vizuri. Anasema, lakini kudumu katika mwili kwahitajika zaidi kwa ajili. Anasema, basi kuanzia sasa mtu asinitabishe, maana ninazichukua mwilini mwangu chapa zake Kristo. Wewe unasongwa na nini kwa ajili ya Mungu? Unasongwa na nini? Unasongwa na nini? Mambo wengine wanasikia furaha kwa mambo ya Mungu yanakufa, yanaharibika, lakini mtu wa Mungu wa kweli huwa anasongwa, anasikia kumia, anasikia kuteseka, anasikia kukosa amani, anajisikia vibaya unapoona mambo hayaeleweki, mambo kama hayaendi, mambo kama yanaduma, kama kanisani maombi yanaduma. Mtu wa Mungu unasongwa. Unapoona kwaya zinadorora, mtu wa Mungu unasongwa. Unapoona watu wanaokoka na kurudi nyuma, unajisikia kusongwa ndani ya moyo wako, unatamani kitu fulani katokee. Sasa unaposongwa, yako mambo 5 ya kufanya ambayo Nehemia aliyafanya. Jambo la kwanza, anasema nikaketi. Kuketi ni ishara ya kufanya kujitathmini wakati uliopita na wakati uliopo, kwamba hali tuliyokuwa nayo mwanzo na hali tuliyonayo sasa. Jambo la pili, anasema nikalia. Usilie machozi tu ya kawaida, lia machozi ambayo yanafikisha ujumbe fulani kwa Mungu. Jambo la tatu, anasema nikaomboleza siku kadha wa kadha, sio siku moja, nikaomboleza siku kadha wa kadha. Jambo la anasema kisha nikafunga. Jambo la 5, nikaomba mbele za Mungu wa mbinguni. Mtazamaji wangu, hebu na wewe maanisha kumtafuta Mungu. Jambo litakaalo kusonga ndani ya moyo wako, lipeleke mbele za Mungu. Mungu atakufanyia wepesi na hilo jambo litatimia kwa majira yake na kwa wakati wake. Unapofika kwenye kitabu cha Nehemia sura ya 6 na ule mstari wa 15, kuta za Yerusalemu zilizokuwa zimebomolewa, zimevunjwa, ambazo Nehemia alikuwa anasonga ndani ya moyo wake ili kuzijenga, tunaona kuta zinakamilika. Licha ya upinzani ulioibuka sura ya 4 na sura ya 3, kina Tobia na Sanbalati waliojaribu kumvunja moyo, kumkatisha tamaa, lakini kwa sababu ni jambo ambalo lilikuwa linamsonga kwa ndani sana Nehemia, jambo hilo lilitimia.
Haijalishi kuna upinzani kiasi gani, kile kinachokusonga ndani ya moyo wako kipeleka mbele za Mungu kitatimia. Haijalishi adui anajaribu kukuhamisha kwa namna gani, maadamu kitu kiko ndani ya moyo kitatimia katika jina la Yesu Kristo. Labda unakatisha tamaa, labda unavunjwa moyo, labda umejaribu kuzofishwa kiimani, lakini ukisikiliza ndani ya moyo wako unaona kuna kitu kinakusonga, lakini mazingira na kukatisha tamaa, na kutabiria leo katika jina la Yesu kwamba kitatimia. Mungu akubariki sana. Kumbuka kushare ujumbe huu kwa wengine. Nikutakie siku njema. Amen.